misconception iliyopo ni kwamba njia za uzazi wa mpango huwa zinaacha sumu mwilini. Ukweli ni kwamba njia za uzazi wa mpango haziachi sumu mwilini. Kwa hiyo beware, acha kudanganyika na watu ambao wanakuambia kwamba tuna dawa ambazo zinaweza zikakusaidia kutoa sumu ya dawa za uzazi wa mpango mwilini. Tumejifunza na tumeelewa kwamba njia za uzazi wa mpango zinachofanya ni kuingiza active hormone ambazo zinaenda kufanya mabadiliko mwilini, ili cha kwanza kuzuia upevushaji wa mayai, cha pili kufanya survivorship au mbegu za kiume ziwe na mazingira magumu sana kusurvive ndani ya mji wa mimba, lakini cha tatu zinaenda kuongeza uzito wa cervical mucus, ule uteute ambao unakaa kwenye mlango wa kizazi, ili kuzuia yule mwanamke asiweze kuruhusu mbegu za kiume kuingia ndani ya mji wa mimba. Kwa hayo ndo mazingira ambayo wanaweka na hizi njia za uzazi wa mpango. Kwa hiyo actually sio kwamba sumu inakuwa inabaki mwilini, hazina sumu. Zinachokifanya ni kwamba zinakuja kuacha permanent damage, zinaenda kuvuruga mifumo ya hormone, kwa sababu kama tumeingiza artificial hormone kwenda kuregulate yale mazingira, kuna namna ambapo hormone za mwili wako zitastrive kwa muda fulani au even for a longer time kurudi kwenye hali yake ya kawaida, hata baada ya kumaliza kutumia njia za uzazi wa mpango. Kwa hiyo kama ulikuwa unatumia njia za uzazi wa mpango na umemaliza, lakini sasa hivi unaanza kupata changamoto kwenye mifumo yako ya uzazi, period zako hazieleweki, unaongezeka uzito kwa kasi, maumivu ya kichwa makali, unashindwa kubeba ujauzito, sio kwamba kuna sumu za uzazi wa mpango, ni kwamba tu una matatizo ya hormone. Kwa hiyo tukitumia dawa ambazo zinaweza kutibu matatizo ya hormone, mambo mengine yatarudi, lakini hakuna dawa ya kutoa sumu za uzazi wa mpango, kwa sababu njia za uzazi wa mpango haziachi sumu mwilini. Kama utakuwa na hizo changamoto, tuwasiliane kupitia namba za simu hapo ili tuweze kuona namna gani tutakusaidia.